Libasi Gye ameanza maisha yake vizuri sana katika kikosi cha klabu ya Simba. Mchezo wa pili wa ligi kuu ya Tanzania bara kwake Libasi Gye, na anafanikiwa kufunga goli lake la pili katika mchezo wa jana dhidi ya KMC Football Club, akiwa amefanikiwa pia kuondoka na tuzo ya mchezaji bora katika mchezo dhidi ya KMC, na mchezo uliopita aliweza kuondoka na tuzo ya mchezaji bora. Kwa hiyo mpaka sasa ana tuzo mbili za mchezaji bora wa mchezo katika ligi kuu ya Tanzania bara bwana Libasi Gye. Kuna watu wanasema Senegali hatoki fala, Senegali hatoki mchezaji mdebwedo. Bwana Libasi Gye anaendelea kudhihirisha hilo kwamba Senegali hatoki fala. Right winger huyu ambaye anaweza kucheza kama central midfielder pia tayari ameshaonesha balaa lake katika kikosi cha klabu ya Simba, ikiwa ni sajili mpya, ingizo jipya kabisa la dirisha la Januari, dirisha dogo la usajili, na ameweza kuonesha matunda. Lakini kuna mchezaji mwingine ambaye kwa sasa Simba Sports Club inatamba naye kweli kweli, ameshaonesha matunda makubwa, anaitwa Ansset Oura. Oura katika mchezo dhidi ya KMC aliweza kung'aa sana, akiweza kutoa assist ya goli la pili ambalo liweza kufungwa na Libasi Gye, lakini pia aliweza kuhusika katika upatikanaji wa goli la kwanza. Aliweza kupiga pasi moja kutoka kwake kwenda kwa Libasi Gye. Libasi Gye anapiga golini, golikipa anashindwa kuzuia ule mpira, anauachia na Selemani Mwalimu anaweza kuweka mpira kambani, na Simba Sports Club inaweza kupata goli la kwanza katika mchezo dhidi ya KMC ambao ulikuja kumalizika kwa ushindi wa magoli 2-0. Wengi wanamsifia Ansset Oura kwa usahihi wake wa pasi. Ni mtu ambaye anaweza kupiga pasi vizuri, lakini pia anaweza kupiga vyenga na anaweza kutoa assist kwa wachezaji. Ni mchezaji ambaye ukiangalia future yake unaona ni bright kabisa katika kikosi cha Simba. Walikuwa wamemkosa kwa muda mrefu mtu kama Ansset Oura, mchezaji mzuri sana, ameweza kuonesha uwezo wake wa kuchezea mpira. So ni moja kati ya sajili bora katika dirisha hili dogo la usajili. Sasa tuzitazame sajili zote ambazo Simba Sports Club iliweza kuzifanya katika dirisha dogo la usajili. Simba Sports Club ni moja ya timu ambayo imeweza kufanya usajili mkubwa sana katika dirisha dogo la usajili, wakisajili wachezaji takriban 7, wakiongeza wachezaji 7 katika kikosi cha Simba Sports Club. Simba Sports Club waliweza kumuongeza katika kikosi mchezaji Nixon Kibabage akitokea Singida Black Stars, ambaye tulimshuhudia katika kikosi cha Young Africans kwa mkopo, na baadaye akahamia katika kikosi cha Singida Black Stars dan Simba Sports Club. Sasa huyu ni beki, siku zote tunajua balaa lake pale nyuma, amekiwasha sana katika ligi ya mabingwa akiwa na Young Africans, na this time around anajiunga na kikosi cha Simba Sports Club. Tayari tumeshamshuhudia katika mechi kadhaa za ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia katika ligi kuu. Nadhani mmeona uwezo wake pia. Kuna mchezaji mwingine ambaye aliweza kusajiliwa, anaitwa Ismail Tour. Ismail Tour ana umri wa miaka 28, ni raia wa nchi ya Ivory Coast, anacheza kama central back. Lakini pia mchezaji mwingine ndo huyo Libasi Gye mwenye umri wa miaka 22, raia wa nchi ya Senegali, right winger ama anaweza kucheza kama central midfielder, Libasi Gye. Then mchezaji wa 4 ambaye Simba Sports Club ilifanikiwa kuweza kunasa saini yake katika dirisha dogo la usajili la Januari ni Djibrila Kassal, ambaye ni golikipa wa Simba Sports Club. Tumemshuhudia golini kwa sasa baada ya golikipa Pinpin Kamara kupata injury. Huyu akawa ameletwa kama mbadala wa kuweza kusimama katika nafasi ya Pinpin Kamara. Sasa Djibrila Kassal tumeweza kumshuhudia, ni jamaa ambaye ana umri wa miaka 29, ni raia wa nchi ya Niger. Tumemshuhudia kwenye mechi nyingi, mechi za CAF Champions League, lakini pia hata ligi kuu. Watu wengi wameweza kuona uwezo wake kiwa golini, na kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, if you remember, ameingia mara 2 kwenye zile save bora, wale magolikipa ambao wamefanya save bora za wiki, ameingia mara 2 kwenye ile orodha magolikipa ambao waliweza kufanya save bora katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo bwana Djibrila Kassal tayari ameshaonesha effect katika kikosi cha club ya Simba.
Mchezaji wa 5 ni Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka huyu kutoka Zambia. Yes, huyu jamaa maisha yake ya soka ya Tanzania kwa kiasi kikubwa yameanzia pale Simba Sports Club, na ameishi Simba Sports Club kwa misimu mingi kweli kweli. Baadaye akawa amehamia katika klabu ya Young Africans, japo amecheza nje pia kwa kipindi fulani. Baadaye akarudi katika kikosi cha Simba, akacheza Simba, baadaye Young Africans, Singida Black Stars, akarudi tena katika kikosi cha klabu ya Simba Sports Club. Ni kama nyumbani kwake. Akiwa na umri wa miaka 34 ni kama amechagua kuyamalizia maisha yake ya soka katika kikosi cha klabu ya Simba Sports Club, ambayo imempa mafanikio makubwa sana katika soka la Tanzania. Akitokea Zambia kule katika ligi yao na kuhamia Tanzania, alikuwa si mtu ambaye anajulikana sana, alikuwa si mtu ambaye ana jina kubwa kama alilonalo sasa hivi. Simba Sports Club imeweza kumpatia jina kubwa sana. Bwana Clatous Chota Chama amechagua kuyamalizia maisha yake ya soka katika kikosi cha klabu ya Simba. Mchezaji wa 6 ni kiungo mshambuliaji bwana Ansett Oura. Akiwa na umri wa miaka 26, raia wa Ivory Coast, alichagua kujiunga na klabu ya Simba Sports Club. Huyu jamaa amepita katika klabu ya ASEC Mimosas kule ambapo amepita kina Stefan Aziz Ki, kina Yao Kwasi Toula. So amepita katika hiko kikosi cha ASEC Mimosas, baadaye akajiunga na klabu ya Stellenbosch ya kule Afrika ya Kusini. Yes, na sasa yuko katika kikosi cha klabu ya Simba. Mchezaji wa 7 na wa mwisho kuweza kujoin katika kikosi cha klabu ya Simba katika dirisha dogo la usajili ni huyu jamaa wa kuitwa Ino Jospin Loemba, raia wa nchi ya Congo Brazzaville. Akiwa na umri wa miaka 21, alikuwa akitumikia klabu ya Colombe Sportive ya Cameroon. Huko ndiko Simba Sports Club walipoweza kumuona bwana Ino Jospin Loemba. Tumeshamshuhudia pia katika kikosi cha klabu ya Simba, hata mchezo wa KMC pia aliweza kucheza akiingia kama sabu jana. So hizo ndo usajili ambazo Simba Sports Club iliweza kuzifanya katika dirisha dogo la usajili la Januari, ikiwa ndo klabu Tanzania iliyofanya usajili mkubwa zaidi katika dirisha dogo la usajili, dirisha la Januari. Sasa kuna wachezaji kadha wa kadha ambao Simba Sports Club pia iliweza kuachana nao katika dirisha dogo la usajili, ikiwepo mchezaji Jean Charles Ahoua ambaye msimu uliopita aling'aa kweli katika kikosi cha klabu ya Simba, akiwa ndiye top scorer wa ligi kuu ya Tanzania bara. Jean Charles Ahoua ameweza kutoka Simba Sports Club na kuhamia katika klabu ya CR Belouizdad ya kule nchini Algeria. Yes, bwana Jean Charles Ahoua amemfuata kocha Sad Ramovic wa klabu ya CR Belouizdad. Amewahi kuitumikia klabu ya Young Africans Tanzania, so inawezekana pia alimuona vizuri sana bwana Jean Charles Ahoua na akaweza kumsign katika kikosi chake cha CR Belouizdad. Mchezaji mwingine ambaye aliweza kuagwa katika kikosi cha klabu ya Simba ni Kibu Denis Prosper akihamia katika klabu ya Al Nassr ya kule nchini Libya. Kibu Denis Prosper akitumikia Simba Sports Club kwa takriban misimu 4 mfululizo. Yes, baada ya kutokea kule katika klabu ya Mbeya City, Kibu Denis Prosper kama amehamia katika kikosi cha klabu ya Simba, ambapo amedumu kutoka mwaka 2021 mpaka msimu huu wa 2025-2026. Kibu Denis Prosper mara kadhaa amekuwa akifanya attempt, ameisumbua sana Simba kwenye madirisha ya usajili. Amekuwa akifanya majaribio katika klabu mbalimbali, amefanya majaribio mpaka Ufaransa Kibu Denis Prosper, lakini mambo yakawa na feli, na this season mambo yamekubali na kikosi cha klabu ya Al Nassr cha Libya kilimuhitaji, na tayari wameweza kumsign na tayari wameweza kutambulishwa rasmi bwana Kibu Denis Prosper. Uhamisho wake unatajwa kuwa dola za Kimarekani 300,000 ambayo kibongobongo ni sawa na shilingi milioni 772 na ushare hivi. Ndio uhamisho wake uliweza kukosti gharama hizo bwana Kibu Denis Prosper kutoka Simba Sports Club mpaka Al Nassr ya nchini Libya.
Mchezaji mwingine ni Awesu Alawesu. Awesu Alawesu aliweza kutolewa kwa mkopo kutoka Simba Sports Club na kwenda Polisi Kenya. Kama mnakumbuka, hii Polisi Kenya ndio klabu ambayo iliweza kuwauzia Simba Sports Club yule jamaa wa kuitwa Mohamed Bajeber. Yes. Hajapata nafasi sana kucheza katika kikosi cha Simba, lakini akipata nafasi huwa anaonesha maajabu. So ni kama Simba Sports Club wameamua kurudisha fadhila kwa Polisi Kenya kwa kumtoa Awesu Alawesu kwa mkopo kwenda katika kikosi cha Polisi cha Kenya. Mchezaji mwingine ambaye aliweza kuachwa katika dirisha hili dogo la usajili ni Karabu Shamo. Karabu Shamo ametoka Simba Sports Club na kuhamia katika klabu ya TRA United. TRA ni klabu ambayo imeweza kureplesiwa, kama unakumbuka TRA imeweza kununuliwa kutoka kwenye Tabora United mpaka TRA United. So Karabu Shamo kwa sasa anaitumikia klabu ya TRA United, na hilo ndo lilikuwa dirisha dogo la usajili kwa upande wa Simba Sports Club kwa mwaka 2025-2026. Yes, msimu wa 2025-2026 usajili umekuwa mkubwa kwelikweli, usajili wa dirisha dogo katika klabu ya Simba. Wachezaji 7 wakijiunga katika kikosi cha klabu ya Simba. Bana, mchezaji mwingine ni Joshua Mutale. Joshua Mutale kutoka Zambia, naye ameanza kuachwa na klabu ya Simba katika dirisha dogo la usajili, akihamia katika klabu ya Al Dahla Sports Club ya kule Saudi Arabia. Inashiriki ligi daraja la kwanza Saudi Arabia, sio Saudi Pro League ile ya kina Cristiano Ronaldo, no, ni ligi daraja la kwanza nchini Saudi Arabia. Ndipo Joshua Mutale ameweza kuhamia baada ya kuachwa na Simba Sports Club katika dirisha dogo la usajili. Kwa sajili hizi ambazo Simba Sports Club kwa jinsi ambavyo tayari umeshaweza kuwashuhudia uwanjani hawa watu, wachezaji wote nadhani umeshawashuhudia, umeona namna gani ambavyo wanakiwasha kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Unaiona Simba Sports Club ikiweza kubeba ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara, kwa sababu kule kimataifa mambo tayari yameshashindikana na Simba Sports Club haina matumaini yoyote, nasubiri tu kucheza mchezo dhidi ya Stade Malien wa kuweza kukamilisha ratiba ya CAF Champions League. Baada ya hapo sasa nguvu yote itahamishwa katika ligi kuu ya Tanzania bara, ndipo matumaini pekee ya Simba alipobakia kwa sasa. So unakiona kikosi cha namna gani this season? Dirisha dogo la usajili linaongeza nini katika kikosi cha Simba Sports Club? Unaiona Simba ya maziwa na asali ikirejea tena? Unaiona Simba ya makombe ikirejea tena hivi karibuni? Naomba niambie hapo kwenye comment ni upi mtazamo wako juu ya sajili ambazo Simba Sports Club imeweza kuzifanya katika dirisha dogo la usajili. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Nikukumbushe tu, kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television, fanya kugusa neno subscribe ili wa kwanza kupata update story zote kutoka kwetu. Asante, ulikuwa nami Dennis Dinominate. Asante kwa muda wako. Karibu tena wakati mwingine.